Naam, basi karibu tena katika movie yetu ya siku ya leo. Movie yetu inaitwa Go Family. Hasa katika movie yetu ya siku ya leo ulikuwa unasikika sauti moja ambayo sauti hii ilikuwa katika giza zito. Mtu mmoja alikuwa anatembea na kusema kwamba ni maeneo mabaya sana ambako alikuwa anatembea. Kulikuwa kunaishi kiumbe ambacho si cha kawaida, kilichokuwa kinalinda milima ya Jiri. Hasa katika milima hii kulikuwa kuna kiumbe ambaye alikuwa anaishi, na huyu jina lake alikuwa anaitwa Oryang. Oryang ni kiumbe ambacho ndani yake kuna asili ya kutisha. Ni nusu binadamu, lakini ndani yake pia kuna kitu ambacho si cha kawaida. Alifika katika miamba hii na kisha akaanza kumuita Oryang, Oryang, toka nje, ni mimi hapa. Alipomuita kwa muda mrefu kidogo, Oryang hakuweza kutoka, na kisha akaanza kujiuliza, kwa hiyo Oryang ameenda wapi? Basi akagundua kwamba Oryang hayupo katika eneo lile pale. Oryang alikuwa katika msitu akiwa anajivinjari, alikuwa anaruka ruka tena kwa furaha. Na hii yote ni kwa sababu alikuwa hajategemea mtu yoyote atafika katika eneo lile pale. Basi alikuwa anaruka katika miamba tofauti tofauti. Hasa katika eneo lingine huku kuna sauti zilizokuwa zinasikika, na Oryang alikuwa akizifuata taratibu. Sauti hizi zilikuwa zinatoka katika moja kati ya danguro, ambalo danguro hili kuna viongozi wa siri waliokuwa wanakuja kununua malaya katika eneo hili hapa. Basi watoto wengi sana walikuwa wanashurutishwa kuweza kufanya vitendo hivyo, na wote hawa walikuwa ni watoto wa viongozi. Yaani kiongozi anapokuwa ameweza kufanya makosa ya aina yote, basi mtoto wake wa kike anachukuliwa na kisha anakuja kufanywa awe malaya. Hii inakuwa kama vile malipizi ya kile kitu ambacho ameweza kukifanya. Basi katika usiku wa leo Oryang alikuwa ameweza kushuhudia kuna wango mmoja ilikuwa imeweza kufika katika eneo la lango la eneo hili ambao kunaita Jisai House. Hasa alipofika pale, waliweza kuwashusha watu watatu ndani ya nchi ya Korea walikuwa wanapaswa kuweza kuuawa. Baada ya maongezi mengi sana kuweza kufanyika pale, akamwahidi baba yake mzazi binti huyu kwamba binti yako baada ya wewe kufa au kufungwa, lazima basi atakuwa ni mmoja kati ya mabinti watakaoenda kujiuza katika jumba linaloitwa Jisai House, ambako huko ndipo ambako mawaziri na watu mbalimbali wataenda kumtumia binti yako, na mimi ndo nitakuwa mtu wa kwanza kuweza kulichukua tunda la binti yako na kuanza kulila. Baba yake mzazi baada ya kuweza kusikia maneno yale akakasirika sana, na pale akataka kuweza kuanzisha vurugu. Ndipo alipoweza kupigwa panga. Damu ziliweza kumrukia binti wa watu. Macho yake maumivu makali sana aliweza kumpata. Hasa mwamba huyu aliweza kupata promotion ya kuwa mmoja kati ya mtu ambaye katika nchi hii ameweza kupata nguvu kubwa sana. Alianza kula burudani katika maeneo mbalimbali hadi katika madanguro, na huku ndipo ambako basi aliweza kukutana na huyu. Kuna mwanaume mmoja ambaye jina lake alikuwa anaitwa Junjung. Lakini pia kulikuwa kuna mwanamke mmoja anaitwa Sewa. Sewa ndo mwanamke wa katikati, na huyu binti mdogo alikuwa anaitwa Domi. Walishushwa pale chini, na huyu kiongozi alikuwa anaongoza msafara huu wa watekaji hawa. Basi alikuwepo anajaribu kuweza kumtishia mdogo wake Sewa. Alikuwa anamwambia kwamba wewe sio mtoto wa kiongozi tena, hauna nguvu katika nchi hii. Maneno yale alikuwa anamtoka katika kinywa chake, lakini kijana huyu mdogo alikuwa bado anazidi kujitetea, kwa sababu aliona kama vile dada yake anazidi kuonewa na kusukumwa. Maumivu yale alikuwa nayo ndani ya moyo wake, hakukubali hata kidogo dada yake kuweza kuonewa. Basi baada ya kuweza kusababisha mtanange mzito sana, aliwakabidhi vijana hao wadogo pamoja na wanawake hao wawili kwa mama mmoja ambaye mwanamke huyu ni kama kiongozi katika eneo hili hapa, na huaga anafuata sheria kwa kile ambacho mistress atakuwa ameweza kukitamka. Basi baada ya kuweza kuongea kwa muda mrefu, kisha yeye pamoja na kundi lake waliweza kuondoka na kuwaacha mabinti yao pamoja na kaka yao katika eneo lile pale. Walijaribu kuweza kuwa convince angalau basi waweze kuingia ndani, lakini bado walikuwa hawahitaji kuweza kuingia ndani. Walikuwa wanapatukia sana katika eneo hili hapa. Sewa anasema kwamba hahitaji kuingia katika eneo hili kwa sababu ni eneo ambalo ni la kutisha. Hawezi kwenda kuwa mmoja kati ya mwanadada ambaye anapaswa kuweza kujiuza. Huku ndani Head Mistress alikuwa anatoa burudani kwa viongozi hao. Viongozi walifurahi sana, walimpigia makofi mengi tena kwa furaha, na wakamsifu na kusema kwamba hadi mbingu imeweza kusikia. Hasa katika maneno mengi sana alikuwa ameweza kuongea, basi binti huyu alitoka nje pamoja na wapambe wake wawili. Alipotoka nje alikuwa amechoka sana, lakini alipofika katika eneo la mlango alikutana na mlinzi, ambaye mlinzi huyu aliweza kumpa taarifa. Mlinzi huyu jina lake anaitwa Jangso. Aliweza kumpa taarifa kwamba kuna binti anaitwa Sewa ameweza kuletwa katika eneo la nje na bado anakataa kuweza kuingia ndani. Alipofika katika eneo la nje pale, aliweza kushuhudia mtanange mzima binti alivyokuwa analiamsha, na kisha akamwamuru yule mmoja kati ya mlinzi wake ambaye anaitwa Jangso aende kumvua nguo, baada ya binti wa watu kuweza kukataa kabisa kwenda kuwa
mmoja kati ya malaya wanaoishi katika eneo hili hapa la Jiseg House. Basi binti wa watu aliachwa katika eneo lile pale la nje, na huku ndugu zake waliweza kuingizwa ndani. Mmoja ni mfanyakazi wake ambaye anaitwa Domi, lakini huyu wa kiume ni ndugu yake wa damu kabisa, anaitwa Jungyun. Basi katika eneo lile pale, huyu mwamba ambaye anaitwa Oryang anaweza kushuhudia hali ambayo si ya kawaida. Moyo wake ulikuwa unamuuma sana, alitamani hata kuweza kumsaidia binti huyu. Alianza kuonyesha hali ambayo basi ni ya kitofauti kidogo, miale tofauti ambayo ni nguvu zake zilianza kuonekana katika eneo lile pale, huku binti wa watu akiwa anaongea mwenyewe ndani ya moyo wake, nisaidie, nani aliyoko jamani hapa aweze kunisaidia? Sasa tunaonyeshwa katika tukio ambalo limeweza kutokea katika eneo la nyumba yao, mpaka binti huyu kuweza kufungwa katika eneo lile pale na kuja kufanyiwa mambo ambayo si mazuri sana. Huko nyumbani kwao kulikuwa kuna rafiki yake mmoja, baba yake, ambaye mtu huyu jina lake halisi kabisa alikuwa anaitwa Gwangwung. Sasa huyu mwamba anaweza kumchongea baba yake binti huyu ambaye anaitwa Sewa, anaweza kumchongea, na mwisho wa siku akawa ameweza kumpachika jina kwamba yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye ni msaliti katika nchi na wasaliti wote katika mistress ambaye ni kiongozi wa ile jengo la Jiseg House. Hapa basi binti huyu aliweza kumpa zile heshima zake, na kisha akamwambia kabisa hongera sana kwa kuweza kupata promotion ya kuweza kupandishwa cheo. Mwamba akasema kumbe taarifa zinasambaa sana Basi akaambia kwamba taarifa zako zimeshaanza kusambaa, na wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye watu wengi sana wameweza kushtuka. Je, mtu yule aliyekufa hakuwa rafiki yako? Basi baada ya kuweza kuongea maneno yale, aliweza kumjibu na kumwambia kwamba rafiki akiwa anaweza kuisaliti nchi, basi sio rafiki yangu, huyu ni adui yangu pia. Pamoja na yote alikuwa ameweza kuongeleka pale, akamwamuru, akamwambia kwamba kuna binti ambaye niliweza kuamuru aweze kuletwa katika jengo lako, yani katika danguro lako, naomba uweze kumuandaa vile iwezekanavyo, na kisha mimi katika siku 5 zitakazokuwa zimeweza kufuata, basi nitakuja kulala naye binti huyo. Binti wa watu waliweza kufungiwa nje mpaka asubuhi. Asubuhi ilipokuwa imeweza kufika, watu wengi sana waliweza kufika pale. Watu wadogo walikuwa wanampiga kwa mawe na wengine wakaanza kumzomea. Nyakati tena za usiku, Oryang akawa katika eneo lile pale, akachukua jani, akawa basi analiangalia huko, akajaribu kuweza kuhesabu yale matawi yale majani, akiwa anajaribu kuweza kusema kwamba moja nimsaidie, lingine nisimsaidie, nimsaidie, nisimsaidie. Jana la mwisho ilikuwa basi imeweza kulitiketi kwamba asimsaidie. Akawa amekasirika sana. Siku ya 3 tena akiwa pale pale, aliweza tena kumuona tena binti yule, nguvu zikizidi kumuishia, alizidi kumuonea huruma kila dakika. Basi katika nyakati hizo binti huyu, kipindi ambacho anazidi kupoteza nguvu, akashuka chini na kuanza basi kusonga mbele. Hapo ndipo ambako anaweza kutokea mwamba yule ambaye anaitwa Sojung, na akaweza kumwambia kwamba nilikuwa nimeshaanza kuahidi kwamba upaswi kuweza kujihusisha na masuala ya kibinadamu, wewe si binadamu hata kidogo. Sojung kipindi ambacho anaongea naye, basi hapo Oryang akamwambia kwamba mimi ninahitaji kuweza kumsaidia binti huyu kwa sababu amekaa hapa ndani ya siku 3 mfululizo bila kula wala kunywa. Basi mwamba wa watu kipindi ambacho anataka kwenda kusogea mbele kwa ajili ya kwenda kumsaidia, alipigwa ribbon, ambayo ribbon hii Sojung ilikuwa basi inaweza kumfanya Oryang kuweza kupoteza nguvu zake, lakini nguvu hizi zilikuwa bado zipo ndani yake, na kwa hiyo ile ribbon kama vile ilikuwa imeweza basi kumpunguzia tu nguvu chache tu. Sojung alikuwa ameweza kumzuia kwa nafasi kubwa sana, kumwambia kwamba hapasi kuwa mmoja kati ya mtu ambaye anajihusisha na masuala ya kibinadamu. Yeye si binadamu hata kidogo, awaache binadamu kama walivyo na yeye aendelee na maisha yake. Basi Sojung baada ya kuweza kubishana naye kwa muda mrefu sana, nyakati hizo bado kidogo tu Sojung aweze kung'atwa na nyoka. Basi mwamba akaweza kumuokoa Sojung kutoka kwa nyoka yule, na kisha akamwambia, je, wewe si binadamu ambaye nimekusaidia? Naomba na mimi nikamsaidie mwanamke yule. Hasa nyakati ambazo amefika katika eneo lile pale, akakuta kwamba yule binti wa watu Sewa ameshaondolewa pale, kwa sababu alikuwa ameweza kupoteza muda kwa kuweza kufanya mashambulizi hapa na pale, yeye pamoja na Sojung. Sewa alipelekwa ndani ya jengo lile ambaye ni Jiseg House, akajikuta ndo kwanza anaamka, na hapo pembeni yake alikuwa Domi ambaye ni mfanyakazi wake, ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa familia yao. Sasa Domi akawa ameanza kumpa pongezi kwa kuweza kuamka, lakini hapo Eddie Mistress akaweza kufika na kuweza kumuuliza maswali mengi sana, ila swali moja ambalo lilikuwa kuu katika siku hii ya leo, alikuwa anataka kuweza kupata confirmation, yani uhakika kwamba binti huyu, je, amekubali kuwa mwanamke wa danguro hili au la, kwa sababu anapaswa kuweza kusaini. Binti huyu bado alikuwa anaendelea kubisha, akaonyeshwa ndugu yake ambaye alikuwa pembeni ya chumba kile. Ndugu yake alikuwa basi anapata mateso makali sana, alipigwa sana katika eneo lile pale. Binti wa watu akakubali kuweza kujiuza katika danguro hili.
Danguro hili ni danguro ambalo lazima uweze kupigwa chata nyuma ya mgongo wako, akaekewa tattoo, na siku iliyokuwa imeweza kufuata aliandaliwa vema sana. Sasa hapo ndugu yake ndipo basi akaja kugundua kwamba dada yake alikuwa ameweza kukubali kuwa mmoja kati ya mtu ambaye atajiuza katika eneo hili hapa, ili tu yeye abaki kuwa hai. Pale huyu kiongozi wa ulinzi lakini pia waga anafanyaga usafi anaitwa Jangso aliweza kumpa taarifa kwamba dada yako muda si mrefu sana atakwenda kulala na Gwanhun, ambaye ni mmoja kati ya mtu ambaye ameweza kuidhuru familia yenu. Basi kakake baada ya kuweza kupewa zile taarifa alichukia sana, akamfuata binti ambaye anaitwa Domi, ambaye ni mmoja kati ya binti aliyekuwa anafanya kazi ndani ya nyumba yao. Basi akamwomba Domi angalau basi aweze kumsaidia dada yake. Domi akamwambia mimi nitamsaidiaje na mimi siwezi. Domi akaomba kwamba yeye ni mmoja kati ya mtu anapaswa basi kwenda kuvaa zile nguo ambazo dada yake alikuwa amezivaa, na kisha aende kulala na mtu huyo ambaye anaitwa Gwanhun, ambaye kwa hivi sasa ni mmoja kati ya mtu ambaye atakwenda kulala na dada yake katika usiku uliokuwa unafuata. Binti wa watu aliweza kupata mshtuko sana. Asa aliomba kwa muda mrefu, lakini baada ya kuweza kuongea naye kwa muda mwingi, Domi akakubali kwamba ataenda kuongea na Sewa, na kama Sewa atakubali basi naye atalifanya lile jambo kwa ajili ya heshima ya dada yake. Basi kipindi ambacho binti huyo alivyokuwa anaandaliwa, basi maneno yalikuwa mengi sana. Wapambe ndipo basi wakaanza kuongea na kusema kwamba je, unajua kwamba unaenda kulala mtu mmoja kati ya mtu ambaye ameweza kupandishwa cheo kwa sababu ya kuweza kumuua baba yako? Hapo binti wa watu Sewa aliweza kushtuka sana. Sewa macho yalimtoka na kisha akawa ameweza kupata maumivu makali sana ndani ya moyo wake. Alitamani hata kujiua. Nyakati hizo Domi aliweza kuingia pale chapchapu pale ndani, na kisha akaanza kumwambia kwamba badilisha hizo nguo zako, ni nguo ambazo tayari ulikuwa umeweza kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kukutana na mtu ambaye alikuwa ameweza kumuua baba yako. Naomba uzibadilishe, nimeombwa na ndugu yako, hatuna muda wa kupoteza. Binti wa watu aliweza kupata maumivu makali sana. Basi wakakubaliana kwamba binti huyu atapaswa kuweza kutoroka pamoja na ndugu yake, lakini yeye Domi atabaki pale ndani. Basi nyakati za usiku, kipindi ambacho headmistress alipokuja kumpa taarifa, akamwambia kwamba naomba ujiandae, huyo mtu unayekuja basi kulala naye katika siku ya leo, kaa ukijua kwamba anakuja muda so mrefu. Alipompa taarifa akashangaa kwamba mbona huyu mtu haongei. Basi ndipo basi alipopata basi mshtuko, akamfuata kule ndani, akaja kugundua kwamba huyu sio Sewa bali ni Domi. Domi alikuwa ameweza kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Kitendo hicho kwa kitendo cha kutisha. Alimruhusu kaka yake, yani kaka yake Sewa pamoja na Sewa waweze kuondoka. Wote kwa pamoja walikwenda ndani msitu. Alipokea kipondo cha kutisha, lakini hapo naye pia akaweza kueleza kwamba alikuwa ameweza kubadilishana nguo tu, lakini hakujua kama walikuwa na plani ya kuweza kutoroka. Basi huko msituni waliweza kutumwa walinzi, ambao walinzi hao waliweza kutembea kwa muda mrefu sana wakiwa na miale yao, yani mienge ya kutisha. Nyakati hizo ndege walianza kuruka, na hapo basi mwamba ambaye ni Oryang, ambaye kwa hivi sasa yeye ndio mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa analinda katika eneo hili hapa palipokuwa panaitwa Moonlight Garden. Sasa aliweza kupata zile taarifa kwamba kuna kitu ambacho si sawa baada ya ndege wale kuanza kuruka. Na nyakati hizo za usiku, basi huyu mwamba ambaye anaitwa Gwanhun, ambaye alikuwa ameweza kumuua baba yake mzazi Sewa pamoja na Jongyun, basi alikuwa ameshaweza kufika, na kisha akaombwa na huyo headmistress kwamba angalau basi aweze kuzima taa ili binti huyu ambaye alikuwa yeye ndio mmoja kati ya mtu ameweza kumuua baba yake asiweze kumtambua. Kumbe ilikuwa ni trick. Hawana uhakika kwamba huyu mwamba tena kumgundua binti huyu. Basi kiongozi huyu alikubali kuweza kuzima ule mshumaa, na kisha binti huyu aliweza kuingizwa ndani, huku Sewa pamoja na ndugu yake wakiwa wanazidi kutambarika wako kikwatani. Hawa walinzi walikuwa wanaotafuta kwa kasi sio kwa ya kawaida. Walifika mahali kila mmoja wao alikuwa amechoka sana. Sewa mguu wake ulikuwa unamuuma, akamwomba ndugu yake aweze kukimbia kuelekea mbali. Nyakati hizo binti huyu alikuwa ameshaweza kuona walinzi walikuwa wanakaribia kufika pale. Alichukua kisu fulani ambacho kisu hichi mara nyingi uaga wanakitumia kama kibanio cha nywele ambacho ndani yake kina ncha kali sana. Akataka kuweza kujichoma kwenye kifua chake, huku akisema kwamba angalau basi ndugu yangu utakuwa umeweza kusalimika, ila mimi acha nife. Nyakati hizo kipindi ambacho nataka kuweza kujichoma, miale tofauti ya blue iliweza kujitokeza pale. Hapo ndipo akaanza kuishangaa ile miale. Nyakati hizo iko basi imeweza kumaanisha kwamba binti huyu alikuwa amekuja kuokolewa na Oryang, kiumbe chenye nguvu za ajabu sana. Kiumbe hichi kilikuwa ndani ya msitu na kiliweza kupata maumivu yake makali ndani ya siku 3 mfululizo, na katika siku ya leo ni siku nyingine tena alikuja kwa ajili ya kuweza kumuokoa. Binti aliweza kuanguka kifuani kwake, na hapo akasema maneno yake ya mwisho kwamba naomba unisaidie binti wa watu. Maneno yale aliweza kumpa maumivu sana Oryang. Oryang aliweza kuwatuliza sana kwanza na ile miale yake.
Walinzi hao walianza kuogopa sana. Kisha wakaanza kujiuliza ni kiumbe gani hichi? Wanaanza kujiuliza wewe ni dragon, wewe ni tiger, wewe ni binadamu kweli? Kisha akaanza kuinua majani yote ndani ya msitu huo na kisha akaanza kuwafukuza nayo. Majani yale pamoja na kelele za kutisha ziliweza basi kuwafanya walinzi hao waweze kujisikia kwamba ni wadhaifu sana. Kisha kila mmoja wao aliweza kushuhudia macho pamoja na vitu mbalimbali vya kutisha. Wakatupa mienge yao kisha wakakimbia kurudi katika eneo basi la Jisiang House. Huku kiongozi huyu ambaye basi ni Guangun akawa ameweza kugundua kwamba ameweza kuchezeshiwa mchezo ambao si wa kawaida. Akamlaumu sana Headmistress na hapo akatamani hata kuweza kumfumua vibao vingi sana. Kisha mfanyakazi wake Headmistress akawa ameweza kuagizwa kwamba anapaswa aende kuleta basi upanga angalau Headmistress aweze kukatwa kichwa pale. Hapo mfanyakazi huyu akapiga magoti yake chini na kisha akasema kwamba sio yeye alikuwa ameweza kufanya matendo yale. Alikuwa ameweza kufanya matendo yale ni Sewa pamoja na ndugu yake. Walitoroka ndani ya mjengo. Kisha wakasema kwamba kuna walinzi na watu mbalimbali ambao nimeweza kuwatuma na walinzi hao watatuletea taarifa. Asubuhi ile imeweza kufuata, ndugu huyu wa kwake Sewa, yani kaka yake Sewa ambaye anaitwa Jongyun, alikuwa ameweza kuamka vizuri tu. Kisha akaweza kuvamiwa na bounty hunter. Hawa miamba walikuwa wameweza kumkamata na kuweza basi kumsogeza katika eneo la Jisiang House. Walipoweza kumsogeza katika eneo la Jisiang House, Domi aliweza kupata taarifa kwamba Juyung alikuwa ananyongwa katikati ya mji. Alipofika pale akamkuta kijana wa watu alikuwa amepigika sana. Domi alilia kwa machozi ambayo si ya kawaida. Alikuwa anamshukuru na hapo akatokea mwamba anaitwa Guangun. Guangun akaamuru askari hao waweze kumnyonga. Na mwamba aliweza kutoa maneno yake ya mwisho, ni bora ninyonge mapema kwa sababu kama nikiweza kuchomoka hapa sitakuacha ukiwa salama. Kijana wa watu alinyongwa pale huku dada yake akiwepo hajui mahali ambako alipo na wapi ambako basi ameenda kujificha. Domi alishuhudia kitendo kile pale, maumivu makali sana aliweza kumkumbusha zamani. Basi mwamba alikuwa anajaribu kuweza kumwambia maneno yale ya busara sana, japo alikuwa ni mfanyakazi wao. Alikuwa anamwambia kwamba nitakupenda pamoja na mambo yako yote uliokuwa umeweza kutufanya katika familia yetu. Wewe ni mtu wetu wa samani sana. Domi alirudi katika chumba chake ambacho chumba hichi kilikuwa ni chumba chake cha kulala kwa hivi sasa baada ya Sewa kuweza kukimbia pamoja na Jongyun. Alifikiria kuweza kujinyonga. Kipindi hicho kipindi ambacho anafikiria, taarifa zilizo basi kufika katika eneo hili hapa. Mlinzi anasema kwamba kuna mambo ya kutisha ambayo tukomeza kuyaona huko msituni. Mambo haya yanamaanisha kwamba kuna kiumbe ambacho si cha kawaida kimeweza kuwakimbiza walinzi wengi sana, na walinzi tofauti waweza kufikisha taarifa hizi katika maeneo tofauti haswa kwake Bwana Guangun. Headmistress alikuja kupewa taarifa kwamba binti yule wa watu Domi alikuwa ameweza kujinyonga, yani hakuweza kuvumilia kabisa ile maumivu makali sana aliyokuwa ameweza kuyaona. Kwanza kabisa familia aliyokuwa anaitegemea ilikuwa tayari imeshaanza kuisha. Huku binti wa watu ambaye kwa hivi sasa ni Sewa alikuwa ameweza kujikuta akiwa ameweza kulala ndani ya pango, na pango hili kulikuwa kuna miale tofauti ya blue. Alitembea kwa muda mwingi sana kisha akakutana na Oryang. Oryang anamwambia kwamba nimeweza kupata maumivu makali sana, ikiwa na mawazo kwamba yawezekana kwamba ulikuwa umekufa, kwani ulikuwa umeweza kulala hapa kwa kutwa nzima bila hata kuweza kutoka nje ya chumba hichi. Hasa akampa uhakika kwamba katika eneo hili hakuna mtu yote atakayeweza basi kuja kufanyia jambo la aina yote hili, na nakuhakikishia kwamba kwa hivi sasa hupo salama, yani salama salmini. Binti wa watu alikuwa katika eneo ambalo hakuwahi kuweza kufika. Kuna mmoja kati ya sherifu huyu anaitwa Dam Pyongjun. Mwamba anaweza kufika katika meza ya kwake Guangun, na hapa basi aliweza kupewa taarifa kwamba anapaswa kwenda kumtafuta kiumbe huyo ambaye yupo ndani ya msitu. Mwamba baada ya kuweza kupewa taarifa hizi walifika pamoja na watu wale ambao walikuwa tayari wameweza kufika katika eneo hilo kwa siku ya kwanza, na kisha hapo Sojung anaweza kushuhudia jambo lile na kwenda kumpelekea Mwamba Oryang taarifa zile. Alipofika katika eneo lile pale, kwanza kabisa aliweza kushangaa kuweza kumkuta binti, na hapo Oryang alikuwa ameanza kumueleza huyu Mwamba amani Sojung kwamba kwa hivi sasa anahitaji kuwa mwanadamu. Baada ya kuweza kumkabidhi binti huyu moyo wake, ameshampenda mwanadamu. Basi Sojung anaweza kupewa taarifa kwamba kwa hivi sasa anahitaji kuweza kupata kitabu cha Gu Family Book. Kitabu hicho ndicho ambacho kinaweza kumfanya Mwamba huyu aweze kutoka katika hali ambayo anayo kwa hivi sasa na kuwa mwanadamu. Mimi nafikiri kwamba tukutane katika episode ya pili. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bye bye for now.